Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na mtiririko wa ujumbe kuhusu kurudi kwa Yesu, na tuko katika kipengele cha 12, sehemu ya 12 kuhusu hukumu za Ibilisi. Namba 1, tunafahamu kwamba Ibilisi alihukumiwa tangu mwanzo. Kwenye kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 13 hadi 15, Biblia inazungumza wazi kule mbinguni jinsi ambavyo shetani aliinua moyo wake na akataka kukaa kwenye nafasi ya Mungu. Ukisoma takufafanulia, lakini ukisoma pia kitabu cha Ezekieli sura ya 28 mstari wa 13 hadi 17 inaonyesha anguko lake lilivyokuwa kabla hajamwasi Mungu, alivyotaka kumwasi Mungu, anguko lake lilivyokuwa. Lakini pia ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 hadi wa 10 itakuelezea alihukumiwa tangu mwanzo wakati akiinua moyo wake. Lakini pia alihukumiwa Calvary. Tunajua jinsi ambavyo kazi ya msalaba ya Yesu Kristo ilikuwa ni hukumu ya kutosha kabisa kwa shetani, vile alivyomshinda, akashinda kifo, akashinda mauti na akamshinda shetani mwenyewe. Ilikuwa ni ushindi mkubwa sana Calvary. Shetani alihukumiwa pale. Kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 31 hadi 32, Biblia inasema, sasa hukumu ya ulimwengu, yani maneno ya Yesu, sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo, sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Kwa unaona Yesu anazungumza juu ya shetani akihukumiwa wakati yeye akiinuka juu ya msalaba Calvary. Lakini Mtume Paulo anathibitisha hili katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 hadi mstari wa 32. Tafadhali ukipata muda usome hayo maandiko. Lakini pia alihukumiwa Calvary kutokana na ahadi ambayo Mungu alitoa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, alipozungumza juu ya mbegu ya mwanamke itakao kuja kumkanyaga kichwa chake naye ataigonga kisigino, akimaanisha Yesu Kristo ambaye atakuwa mbegu ya mwanamke Bikira Maria, na vile ambavyo Yesu atammaliza juu ya msalaba, naye kupitia mateso ya Yesu ni kama atakuwa amegonga tu kisigino, lakini yeye atamalizwa kwa kukanyagwa kichwa. Lakini pia Ibilisi atahukumiwa milele katika ziwa la moto. Najua tumesoma kitabu cha Ufunuo sura ya 20 mstari wa 10 na mstari wa 14 ambayo imeelezea vizuri kabisa. So ziko hukumu kama 7 za shetani. Moja, kwa mujibu wa maandiko tuliyosoma kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 28 mstari wa 13 hadi 17, hukumu ya kwanza ni alihukumiwa Aden pale mbinguni. Lakini hukumu ya pili alihukumiwa Eden, katika bustani ya Eden ambayo alikuwa anakaa Adam na Hawa. Lakini pia hukumu nyingine ya shetani, kila muamini anapoharibu kazi zake shetani anahukumiwa. Lakini hukumu ya 4, kila mtu anapookoka shetani anahukumiwa. Hukumu ya 5, atafungwa kuzimu shimoni kwa miaka 1000. Hukumu ya 6 ni hukumu ya msalabani pale alihukumiwa. Hukumu ya 8 ni katika ziwa la moto, So kwa nini hukumu? Napozungumza kwa nini hukumu au makusudi ya hukumu, kwa nini hukumu iwepo? Namba 1, dhamiri ya mwanadamu inadai hukumu, inadai haki. Dhamiri ya mwanadamu inadai hukumu. Kile kitabu cha Warumi sura ya 2, mstari wa 14 na 16, Biblia inasema, kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Hao waionyesha kazi ya Torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikiwashuhudia na mawazo yao yenyewe yakiwashtaki au kuwatetea. Kwa dhamiri ya mwanadamu inadai hukumu. Ndio maana kutakuwa kuna hukumu wakati wa Yesu Kristo atakaporejea tena. Lakini pia historia ya mwanadamu na kutokuwa na haki udai hukumu. Hali ya kutokuwa na haki katika nyakati za anguko inadai hukumu ya Mungu. Lakini tunamshukuru Yesu kwa jinsi ambavyo alihukumiwa, vile ukimwamini hii hukumu haitakukalia tena.
Lakini kitu kingine au na pointi ya tatu ni kwamba utakatifu wa Mungu na haki yake inadai mambo yafanyike kwa usahihi. Ndio makusudi ya hukumu. Lakini makusudi mengine ya hukumu ni kufunua tabia halisi ya kila mtu. Kufunua tabia halisi ya kila mtu. Ukisoma kitabu cha Mathayo Injili ya Mathayo sura ya 10 mstari wa 26 na mstari wa 28, kuna maneno ambayo Yesu anayazungumza pale. Anasema, basi msiwaogope, kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Mstari wa 28, msiwaogope wauao mwili wasiweze kuiua, na roho tafadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Lakini ukipata nafasi, soma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5. Pia utaona jambo ambalo linazungumzwa la muhimu sana. Mtume Paulo anazungumza neno kwenye hicho kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5. Biblia inasema, basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana ambaye atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo, ndipo kila mtu atakapoipata sifa yake kwa Mungu. Lakini sababu nyingine ya makusudi ya hukumu ni kupima thamani ya kazi ya kila mtu. Ukienda kusoma Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 13, inaelezea katika hali ya uwazi kabisa. Sababu nyingine ya makusudi ya hukumu ni kutoa thawabu ya hadhara au hukumu. Mathayo sura ya 16, kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 16 mstari wa 27, kuna maneno pale Yesu ananena anaposema, kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. So ukipata muda, soma kitabu cha Ufunuo sura ya 22 mstari wa 12 na kitabu cha Warumi sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 10. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 22 mstari wa 12, Biblia inasema, tazama naja upesi, na ujira wangu huu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Yes, ukipata muda soma na Warumi sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 10. Sababu nyingine ya makusudi ya hukumu ni kuonyesha kuwa Mungu amekuwa mwaminifu katika kushughulika na mwanadamu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 19 mstari wa 1 hadi wa 6, Biblia inazungumza katika hali ya uwazi kabisa. Baada ya hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, sauti kubwa mbinguni ikisema, haleluya, wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu, kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki, maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeharibu nchi kwa uasherati wake na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Wakasema mara ya pili, haleluya, na moshi wake upaa juu hata milele na milele. Na wale wazee 24 na wale wenye uhai 4 wakasujudu na kumwambia Mungu aketie katika kile kiti cha enzi, wakisema amina, haleluya. Sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema, msifuni Mungu wetu, enyi watumwa wake wote, ninyi mnaomcha, wadogo kwa wakubwa. Nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu, ikisema haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu Mwenyezi amemiliki. Kwa unaona maandiko kama haya yanathibitisha Mungu amekuwa mwenye haki kuthibitika na mwanadamu. Hebu tuangazie kwa mwishoni hapa kabisa juu ya viwango vya hukumu, viwango kama 4 vya hukumu. Kiwango cha kwanza ni hukumu ya haki. Kisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 31. Sura ya 17 Matendo ya Mitume mstari wa 31, Biblia inasema,
Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu ulimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. So hukumu ya haki. Lakini namba 2, kulingana na tulichofanya. Injili ya Yohana sura ya 12 mstari wa 48 inasema, inafafanua. Injili ya Luka sura ya 12 mstari wa 47 hadi 48 unathibitisha hilo pia. Lakini hukumu nyingine ni kulingana na fursa tulizopewa, yaani kutenda mema kwa watu, fursa ambazo Mungu amekupa kwa ajili ya kufanya. Je, ulifanya au kufanya? Kwa hiyo unapopata fursa ya kumtumikia Mungu kwenye mazingira kadha wa kadha, ni ya kuwatumia, kwa sababu kuna hukumu au kuna hesabu utatakiwa utoe kwa kile ambacho Mungu alikupa kufanya. Utasoma kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari ule wa 21 hadi 24, mistari mitatu itakupa ufunuo. Biblia inasema, ole wako Korazini, ole wako Bethsaida, kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangelitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu. Lakini nawaambia, itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zao siku za hukumu kuliko ninyi. Anazungumza pia, akizungumza juu ya Kapernaum. Je, utakuzwa mpaka mbinguni, utashushwa mpaka kuzimu? Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifanyika katika Sodoma, ungalikuwa hapo mji huo hata leo. Lakini nawaambieni, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma kustahimili adhabu yake siku ya hukumu kuliko wewe. Ni maneno ya Yesu Kristo anayoyarudia tena kwenye kitabu cha Injili ya Luka sura ya 12 mstari wa 47 hadi 48. Lakini pia kuna hukumu ya matendo na nia ya kutenda. Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 19 hadi 31. Injili ya Luka tena sura ya 12 mstari wa 48. Kwa hiyo hii ni matendo au nia. Umetenda jambo jema lakini kwa nia ambayo ni mbaya, kwa hiyo hauwezi ukapokea thawabu yako. Unapofanya tendo jema unalifanya ufanye kwa moyo bila kutazama macho ya watu. Kila mwanadamu atakubali kuwa hukumu hii ambayo Bwana ameifanya ilikuwa ni hukumu ya haki, na maandiko ya kuthibitisha hapo utayaona kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 37. Mungu akubariki wakati ukiendelea kufuatilia sehemu za mwisho kabisa za ujumbe huu wa kurudi kwa Yesu Kristo. Kipengele ambacho kitafuata, tutazungumza juu ya ufufuo wa pili ambao utawalenga wale ambao hawakuwa wamemwamini Yesu. Ufufuo wa pili, wale ambao hawakuwa wamemwamini Yesu wanafufuliwa na mambo yao yatakuwaje? Karibu katika kipengele kinachofuata cha sehemu ya 13.